Karibuni sana Maisha ya Kidigitali. Hii ndio application ya Binance, lakini hakikisha unajisajili kupitia linki iliyoko chini ya hii video. Kuna linki hapo special, unajisajili. Kwa hiyo hapo kwa mfano unaweza kuchagua chini, kuna markets, trades, features, wallets. Nimebonyeza markets hapo, features, zones unaangalia na nili all zones. Chini yake kuna coins hapo, unaangalia muendelezo wa hizi zinavyo trend na kadhalika. Kwa hiyo na wewe kama una kompyuta yako, unaona simu pia application yako, karibu na kengele hapo kuna kabox kale ka QR code hapo. Unaweza usilogin kupitia password, unafungua website na una authorize kupitia. Kwa wale ambao wanatumia kompyuta wanaona kale ka QR code, ndio jinsi ya kulogin moja kwa moja. Lakini hakikisha link iko chini hapo. Unajisajili kwanza, alafu baadaye unaingia kwenye Play Store na hii una login moyo. Unaona imekubali. Kwa hiyo kama unatumia kompyuta hapo, hicho ni kioo cha kompyuta, unaweza kulogin hands free, kwamba bila kutype password wa nini, ukiwa na hii application. Ndio hivyo, na najitahidi niwafundishe kwa video chache tu, watu mjifunze kidogo, nisiwapeleke kwa pupa. Sasa tunaenda wapi? Kuna kipengele kingine kwenye application yake, watu wale tayari ambao wamesha login, wameshaingia, hii unaweza kuverify. Natumaini kuverify mmeshaona kwenye video zingine kupitia kupitia hii channel. Kwa hiyo unabonyeza hapa, unaweka light. Kuna light Binance application na normal application. Hii light yani iko moja kwa moja na kuonyesha yani haina mambo mengi sana. Light kwenye wallet na kuonyesha hapo wallet, unabonyeza hapo, unaingia wallet, unataka kudeposit na deposit hapo, na deposit. Hii nimefungua hii application nimefungua kwa nia. Kwa huko nimeweka hela, nataka kuziingiza wana crypto. Deposit, nachagua crypto. Menu nilipoingia hapa kuna complicated, yani kuna complication moja. Najua sasa nimeziingiza zote kupitia kama nilivyoonyesha vile, niliziingiza kupitia local Bitcoin. Nimetoa kila kitu ili nionyeshe inavyokuwa. Nimeweka kila kitu kwenye local Bitcoin. Kwa hiyo cha msingi hapa, ukitaka, natumaini nimebonyeza hapa kuja juu, kuna Lite na Pro. Hapa ipo, kisha download application. Hakisha kwanza unajisajili kupitia hiyo link. Ukishajisajili, ukiingia huko una automatically tu una login, alafu baada ya hapo unaweza kufungua kompyuta yako kutumia simu. Kwa hiyo ukibonyeza hapa inakuwa hii hapa Pro. Complication nyingi Pro, unaona mambo mengi, crazy, unaweza kuchanganyikiwa. Hapo kwenye wallet una deposit nani yako, unaweza kuchanganyikiwa mambo mengi sana. Inakuwa kama ya website yenu. Kwa hiyo ukirahisisha wewe, mtu ambaye unajifunza zaidi, anaenda kwenye home hapa. Nabonyeza hiyo, nibonyeza home hapo, nikabonyeza hii hapa. Kabonyeza hii, nikaingia kwenye nini? Kwenye light. Wanaletea mfumo wa light. Sasa hii unaweza kuangalia maendeleo nini na nini, wapi imepanda, wapi imeshuka, ili ununue, ili ufanye nini, mwenyewe utakavyoamua. Kwa sababu unabonyeza katikati, una convert, buy na sell. Sasa sisi tutaconvert, tutaona nataka niingize 15,000, tuone. Niingize 15,000, naenda kwenye wallet kama kawaida, kwenye wallet hii hapa. Kwenye wallet deposit. Nataka nitoe hela kutoka kwenye local Bitcoin kuingia huku kwenye Binance, ili niweze kununua sarafu zingine za ziada ninavyotakia mwenyewe. Nachagua crypto gani? Bitcoin ni nzuri zaidi, BTC. Mtajifunza mingi, mtakuwa mnaweza, kuna coin nyingi kiurahisi tu. Na kule nilionyesha kwamba kwenye nilivyokuwa natumia kompyuta sio simu, nilionyesha network nyingi. Unaona kuna network nyingi. Hizi network hizi mpaka uwe nitawafundisha zitatumikaje, lakini hizi network mpaka uwe na hela kwenye Binance, account ya Binance yenyewe, ambayo ni Binance, yani tuseme
hii Binance ina coin yao pia. Kwa kuna complications fulani hivi, kuna complication nyingi, lakini ninataka wote mchague network hii ya Bitcoin. Unaweza kuchagua hii unaweza kuchagua hii Bitcoin chain, nitumie network ya Bitcoin chain, unachagua kama nilivyoonyesha kule kwenye kompyuta. Sasa hapa nataka nionyeshe, hapa tuchague hii. Ukichagua hii hapo kupeleka kule unapoteza hela yako. Cha msingi hapa chagua hii hapa Bitcoin kama Bitcoin, usichague network nyingine, kwamba hii unaweza kutoa wallet yoyote ile. Hizi zitachagua, hizi network zingine hizo kwenda mbele zitachagua. Kwa unachukua hii hapa address yako, address sasa na account, yani address hii sasa na namba ya account, unavipewa namba ya account yako benki hii hapa ya kuingizia. Hii ndio unaingizia, mtu akitoka kutumia hela unaingizia. Nadhani video zingine mmeona. Kwa hiyo hii naipeleka kwenye local Bitcoin kule. Nataka niende kwenye local Bitcoin. Ipo hapa kwenye local Bitcoin, nabonyeza wallet. Kibonyeza wallet naweka hapa hii, na ipaste hapa ile ambayo nimecopy, half amount TZ. Kwa hapo nitachagua labda 15,000 niingize 15,000. Andika hapo 15,000 nataka kupeleka. Maana huwezi kuiandika hapo, unabonyeza tu hapo. Ukikashika touch tu kidogo, automatically itaonekana hii 15 inabadilika inakuwa kama Bitcoin. Hapo unaweza kuandika, usiandike transfer au kutuma. Unaweza kuandika Kiswahili kutuma. Wewe tu mwenyewe. Baada ya hapo unabonyeza continue. Password hii umeikopi kule kwenye Binance. Napeleka hela zangu hii 15,000 Binance. Peleka hapa. Nabonyeza hapa. Inatokea hivi. Kisha tokea hivi, kutuma description ile. Unaandika password yako. Ngoja niandike password yangu. Nimeandika password yangu. Natuma kwenye wallet. Natuma kwenye wallet huko. Hapo imeshaenda, unasikilizia kwenye Binance, itaingia akaunti yako ile ambayo umetuma. Kila hivyo unaweza ukatuma kwenda kwenye wallet yako ya Binance. Kwa rahisi, ukifika kule ndio unaweza. Hebu tukasubiri kwenye Binance tujione successful Bitcoin send successful to Bitcoin. Langu kuu ile niloingiza kutoka local Bitcoin, nataka niifanye nini? Niipeleke, nitengeneze na nini nyingine. Ni convert yote ilobaki kwa ninunue na nini. Hapa nilinunua ada nilinunua ada sasa hivi ina thamani $2 hivi. Kwa hiyo ni nani ndogo sana. Unaweza kununua ambayo inakuja kwa kasi sana hii. Kuna zingine Polygon kwa nini. Kwa hiyo nataka ni convert nyingine ambayo kwa kutumia simu yangu. Jamani, hii natumia application. Una convert, unabadilisha. Hapo unanunua sarafu nyingine bila wewe, yani kwa wepesi zaidi. Mimi nataka nani yangu yote. Wanakuambia 002 mpaka, kwa mimi nataka nani yangu yote ingie hapo. Bitcoin yangu yote ingie. Ingie. Okay, ngoja nirudi nyuma kidogo nifanye kitu. Huwa sometimes unaona hapa ilikuwa 0. Sometimes nimeweka flexible earn, kwamba ukiacha hela yako una gain nini? Ukiacha hela yako kwenye wallet ya Binance, unakuwa nitawaonyesha jinsi ya ku-earn huku umeacha, wanakupa percentage fulani hivi. Unaachia sehemu unakuwa una earn percentage fulani hivi, asilimia fulani. Hiyo ndio uzuri wa Binance, unakuwa una earn. Nitawaonyesha video zinazofuata. Kwa hiyo hapa nabonyeza max kwamba maximum. Okay. Maximum kwamba ile yote ambayo ninayo. Unaweza kuandika Bitcoin yako yote ambayo unayo hapo. Sio lazima uandike, mimi naandika yote kutokana na nataka yote iende kwenye Solana. Sasa natafuta na ibadilishe na kuwa Solana.
Solano kidogo nayo iko on fire. Solano tunaitafuta Solano. Ni Solana hii hapa, Solana hii. Nataka yote ingie kwenye sol. Yote ingie kwenye soma confirm. Sol, yote ingie kwenye sol. Hii iko in fire, inapanda sana haraka sasa hivi. Kwa hiyo jamani, huo ndo utajiri. Yaani kununua coin zingine hizi kwa uwezo ambao unao. Una 50 unaweza kununua kwa 20. Kuna coin ambazo ziko chini ya $1. Unaweza kuzinunua, zinapanda, watu wanatengeneza mamilioni ya pesa kutokana na hivyo. Preview conversion. Naona inaniambia nikichelewa hapa, inakataa. Na refresh tena. Hivyo hata kwenye unatumia website hivyo. Kwa hiyo unabidi uwai kama na miwai. Yote inaenda kwenye nini? Yote inaenda kwenye sol. Kwa hiyo sasa hivi namiliki pia na sol kiasi fulani namiliki. Kwa dola 10 zote zimeenda kwenye sol, dola 17. Kwa vitu kama hivyo ukiwa unaweza kila siku unafanya hivyo, haina cost kubwa. Unaona hii sol imeingia dola ile. Haina cost tofauti na wewe kununua coin kwenda hapa kwenda hivi, kidogo itakukost. Lakini ukifanya hivi kuconvert kutumia Binance, unaweza kumiliki sarafu nyingi kweli. Kwa convert. Kwa hiyo unaweza kuwa hapo kumbe na sarafu zote. Wewe hapa Binance sina nini? Sina BTC tena. Sasa hivi nina nini? Ina sarafu zingine. Kwa hiyo nimeichukua sarafu yote ya BTC nikaiweka kwenye sol hapa. Nyingine nikanunua nikaiweka hapa. Nyingine ilikopo hapa. Kwa hiyo unaweza kufanya vitu vingi. Kwa hiyo hizo ndio, lakini hizi hapa ndo zinasimama, hizi hazibadiliki, hata hazipandi. Hizi kuna nitaonyesha hii haipandi. Kwa vitu kama hivyo yote nimeipeleka hapo, nimeiweka hapo. Kwa hiyo hapa na hapa nimeonyesha, nimenunua hizi mbili mbele ya macho yenu kwa matendo. Kwa hiyo hata wewe unaweza kudeposit, ukadeposit Bitcoin zako hapa, ukadeposit, nachagua Bitcoin. Nimewashauri mtumie Binance Lite, inakuwa ni nzuri kwako. Bitcoin, choose crypto, Bitcoin. Choose crypto nzuri, BTC. Hapo kiandika bro, andika kifupi. Maana nikisema niandike kirefu unaweza usiipate. Unaona sol, niandika, ukiandika Bitcoin unaweza ukose. BTC naona nimeipata. Andika hapo. Hapo unachagua network ya Bitcoin. Hizi network zote hizi achana nazo. Hizi zote hizi nitaonyesha jinsi gani kuzitumia. Hizi network ni lazima uwe na hela kwenye account fulani huko ndani. Lakini tumia Bitcoin, network ya Bitcoin kupokea kutoka local Bitcoin. Nashukuruni sana. Nitachukua muda wenu, lakini natumaini mmejifunza. Mimi nafundisha kwa unaona dakika 20, dakika ngapi, ili mpate kuelewa vizuri. Msisahau kusubscribe hii channel, notification, mjifunze zaidi kuhusu Binance, mjifunze zaidi kuhusu Bitcoin, mjifunze zaidi kuhusu sarafu digitali, jinsi ya kumiliki sarafu digitali kiurahisi. Hivyo ndivyo wanavyofanya kwenye hii wallet ya Binance. Nashukuruni. Hii Binance ni ya kimataifa, kwa hiyo ukiwa nayo maisha yako yanabadilika. Kwa hiyo hapo unaweza kujua kama unaweza zote hizi coin, na unaweza kununua hizi ambazo ziko chini ya $1. Twende kwenye soko. Ndio maana nasema mtumieni Lite. Hizo $1 zinapanda asilimia. Kwa hiyo hela yako inapopanda hivi, asilimia yako hela yako inapanda asilimia hivyo. Zinapanda hivyo. Kwa hiyo kwa mwaka unajikuta asilimia zaidi ya 200, 300 hela yako imepanda. Nashukuruni sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Msikose, msichoke kuangalia video zangu jamani. Mimi nafundisha kwa muda kama huko darasani unafundishwa na mwalimu wako. Asanteni, natumaini mmeelewa. Kama kuna issue yote comment below. Angalia video zangu zaidi, angalia video zilizopita. Nashukuruni sana. Ukitaka kubonyeza link ya video yoyote ambayo nimeelekeza, unabonyeza kichwa cha habari hapo. Ukishabonyeza unabonyeza neno la blue hilo. Kwa hiyo hapo utakuwa umeingia kile ambacho nimeelekeza. Kila video ina link yake kutokana na maelezo.